Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya jamil kabisa kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu. Kabla ya kwenda kuangaza kwenye soka la nyumbani, ngoja tukupe ratiba ya mechi kali za wiki hii ndani ya chaneli zetu za michezo Azam TV, burudani kwa wote. Naam, barabara kabisa. Hizi ndio mechi kali za wiki hii kwenye kisimbuzi cha Azam TV ambazo unaweza kwenda ukazishuhudia. Leo TRA United dhidi ya Mtibwa Sugar wanatamtam pale Manungu Turiani mkoani Morogoro 10 kamili juu ya Utawi. Leo tena KMC dhidi ya Pamba Jiji wanakawekamo, moja kati ya mechi ngumu kwelikweli, saa 12:30 jioni. Wakati Mali dhidi ya Tanzania, kwa maana ya kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka 17 ambao tayari wameshakata tiketi ya kushiriki fainali za kombe la dunia mwaka huu. Kwingineko ni Senegal dhidi ya Gambia kwenye mashindano ya Under 17, nao ni mchezo muhimu sana, saa 4 kamili usiku. Wakati kesho wagosi wa ndima Coastal Union ya Tanga kwenye ligi kuu watawalika Simba Sports Club, mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni. Kesho Al Nassr dhidi ya Damas Saudi Pro League. Mechi hii pia utaishuhudia kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV saa 3 kamili usiku. Wakati Ijumaa wananchi na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Singida Black Stars saa 10 juu ya Utawi. Kwingineko Ijumaa hiyo hiyo Azam FC wao watashuka dimbani dhidi ya maafande wa jeshi la magereza, timu ya Tanzania Prisons, baada ya kurejea kutoka kule mkoani Kigoma. Kama asemavyo Jamhuri Kiwelu Julio, walitumia ule usafiri wa ladies and gentlemen na tayari timu imewasili Dar es Salaam Tanzania. Wamefurahi mzee wangu. Nini kinakufurahisha kiasi hicho? Usafiri wa ladies and gentlemen. Alisema Julio, lakini na mimi nimenukuu kutoka kwake. Swebako yule. Yule ni mzee wangu kabisa kabisa. Tuanze kwenye soka letu. Ndio wakati wake. Wakati wake. Mko sawa sawa? Hakuna mushkil. Hakuna hali ya tashwishi. Basi. Labda uje na wewe. Nitoke na watu wa ngoma. Ulete kipengele. Unapenda kujiamulia mambo. Bana, mbio za ubingwa ligi kuu NBC Tanzania bara zinaendelea kushika hatamu, wakati huu ambapo Young Africans na Simba Sports Club zimetofautiana alama 2 tu katika msimamo wa ligi. Wananchi Young Africans wapo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara mpaka sasa wakiwa na jumla ya alama 54, wakati Simba Sports Club iko nafasi ya pili kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 52. Nani kubeba ubingwa wa ligi kuu msimu huu? Hilo ndio swali muhimu sana, na swali lingine ni kwamba nani ataweza kutangazwa kuwa bingwa kwa msimu huu, wakati bado tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu kwelikweli kile ambacho kinaendelea. Na viwanjani hii leo inatazama harakati za ubingwa wa msimu huu na mechi zijazo za vigogo. Tutaangazia mechi za vigogo hao kwa maana ya Simba, lakini pia tutaangalia mechi za vigogo hao Young Africans. Kila mmoja tutampa orodha ya mechi 5 ambazo atakwenda kucheza. Na kwa sasa moja kwa moja tuanzie kutazama vita hiyo. Michael Yera, kabla kwenda kuangalia mechi 5 zijazo za wananchi Young Africans, vita ya ubingwa ndio kama imeanza kupamba moto sasa. Maji na mafuta yameanza kujitenga. Timu ambazo zinawania kushuka daraja, timu ambazo zinapambana zicheze playoff, timu ambazo zinapambana kusalia kwenye ligi kuu ya NBC, timu ambazo zinawania nafasi ya 4, timu ambazo zinawania nafasi ya kwanza na ya pili. Hali imekuwa ni ya moto kwa hakika. Mtazamo wako ni upi kocha Michael Hiera? Kwenye vita ya ubingwa ni vita nyingine ya tofauti na kwa kuangalia kwa sasa unaona ni kundi ambalo lina timu 2 za juu zaidi, kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo wa ligi unaona ligi ambayo imegawanyika kutokana na alama ambazo kila timu imekusanya mpaka sasa. Ndio. Kwenye kundi la timu ambazo zimevuka alama 50 ni timu hizo 2 tu, Simba pamoja na Yanga mpaka sasa hivi. Baada ya hapo utamkuta Azam ambayo ipo kwenye kundi la timu ambazo zimekusanya alama 40. Ndio. Lakini baada ya hapo unakutana na wale ambao wamekusanya alama 30. Hilo ni kundi la 3. Na kundi la 4 ni wale ambao kwenye kundi la timu ambazo zimekusanya alama 20 hapo. Kundi la 5 ni wale ambao wamekusanya alama 10 kwenye lile 10 la kwanza. Na kundi la mwisho ni kundi ambalo lina timu moja ya KMC ambao wenyewe hata double digit hawajaifikia.
Kwa hiyo ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu unaona ni haya makundi 6 kwenye mgawanyo wa alama kutokea 0 mpaka 9, kutokea 9 mpaka 11 na kuendelea. Umesema kuna timu haijafikia hata alama 10. Double nini? Double digit, namba 2 kuanzia kwenye fungu la 10 pale. Kwa maana ukianza kwenye namba si unaanza na 0 mpaka 9. Ndio. Unaweka koma pale, hata unapoanza kusoma unaanza 0 mpaka 9. Ndio. Huwezi kupitiliza. Kwenye ligi kuu iko timu ya namna hiyo? Ipo hapo, kuna timu. Lakini kuanzia kwenye kundi la 10 mpaka kwenye 20 napo pia kuna timu nyingine iko hapo ambayo ni Tanzania Prisons. Kwenye kundi la timu zenye alama 20 mpaka 30 au tuseme 20 mpaka 29 napo pia kuna kundi la timu zingine ambazo zipo hapo. Na hiyo timu ambayo haijafika double digit ishacheza mechi ngapi? Mechi double digit 23. Mechi zake zilishafika double digit. Ila point ndio uzuri anatuletea utamu. Sasa muona hapo kwenye unajua meneja Sakafu angekuepo angetusogezea hizi tuka tunaona vizuri kwa karibu kabisa. Lakini bado tunaweza tukaona kwa sababu tunaona vizuri. Karibu hapo. Yuko pale Mjanaeli, kijana kutoka Sinza amefanya jambo zuri. Ukiangalia sasa hicho ambacho nakwambia unaona haya mafungo yanavyogawanika. Umeona kundi la kwanza tukianzia pale juu. Ndio. Au tuanzie chini sio? Kwenye 0 mpaka 9. Wewe unavyotaka kaka jimwage. 0 mpaka 9. Kuna timu iko pale. KMC hiyo. Ambao ni KMC. Na nimeona wameweka mstari mwekundu, wanamaanisha nini? Wako chini kwenye hatari ya kushuka daraja, wale wenye nyekundu wanashuka daraja. Toa ngoma, niangalie. Baada ya hapo kuna kundi lingine ambalo unasema kwenye zile namba ukiwa unazipandisha unaanzia sasa kwenye 10 mpaka 19. Ambako bado pia unaikuta timu iko pale ambayo ni Tanzania Prisons. Baada ya hapo unaenda kwenye 20 mpaka 29 ambazo napo unaona zipo timu nyingine pale ambazo nazo pia ni timu 6 kuanzia Mbeya City mpaka kwa Mashujaa. Sasa baada ya hapo utaenda kwenye 30 mpaka 39. Napo pia unakuta hizo timu zingine hapo ambazo ni 5 ziko hapo. Ambayo 9 haipo pale. Hakuna timu yenye pointi 39 mpaka sasa. Lakini hapo katikati yake wapo. Naam. Baada ya hapo utaenda kwenye namba nyingine ambazo tutoka ni 40 mpaka 49. Wako pia Azam FC. Sasa kwenye kundi la juu kabisa ambalo tumefikia kwenye alama 50 mpaka 59 ziko zile timu mbili. Na hawa wajuu wawili ndio ambao sasa hivi tunawajadili kwenye mbio za ubingwa, achana hao wengine kwenye makundi mengine kwa nakutajia tu kama mgawanyo wa hizo namba. Ndio. Sasa wale wa mwisho tutaangalia baadaye kwa sababu wana mechi. Kwa hiyo unachojaribu kiangalia hapo unaona kwenye hilo kundi la kwanza ambalo wameingia wawili tu kwenye timu ambazo zimekusanya namba ya juu kabisa kwenye kundi la timu point 50 kusogea juu. Japo nao ukiangalia kwenye namba mechi ambazo wamecheza, wote wamecheza mechi sawa 23. Inawezekana kama wangepata ushindi kwa 100%, wangekuwa na zaidi ya hizo alama ambazo wamezikusanya hapo, kwa sababu wangekuwa na alama 69 wote hawa. Lakini unaona kila mtu kwa namna moja ama nyingine katika kipindi ambacho anatafuta hizo alama alipoteza ama alipata sare. Na ni matokeo ya mpira miguu ambayo yametokea kwenye ligi ambayo pengine anakuonesha kwamba kila timu inatamani kushindana ama inatoa ushindani pale ambapo inakutana na timu nyingine. Gula kwenye timu pia kuna timu ambayo ni unbeaten mpaka sasa hivi, kila mmoja kaonja joto la kupoteza. Kwenye mbio sasa kwa nini nasema wale wawili wanaweza kapo kwenye mbio ya ubingwa zaidi? Ni kwa sababu ya mwendelezo ambao wamekuwa nao kwenye msimu huu. Kwa maana ya matokeo ambayo wameyapata kwenye kushinda, kwenye kusali na matokeo mengine. Young Africans wapo kwenye nafasi ya kwanza. Kwenye mechi 23 ambazo wamecheza, wameshinda zaidi kwa maana ya kushinda mara 16. Ambaye anafuatia ni Simba Sports Club ambaye ameshinda mara 15. Kwa unaweza kuona wao wamestahili kuwepo pale tofauti na wengine ambao wako chini. Azam FC wapo kwenye nafasi ya 3. Kwenye ile kundi la timu ambazo zimekusanya alama 40 hapo katikati 46. Wanaachwa alama 6 na Simba Sports Club. Miongoni mwa vitu ambavyo mara nyingi tumekuwa tukivizungumza hapa kwamba kwa nini vimefanya Azam kuwepo pale ni pamoja na namba ya sare ambazo wamezikusanya kwenye ligi kwa msimu huu. Ndipo ambapo amedondosha alama nyingi zaidi na pengine ilikuwa na hapa comfortability kuamini kwamba timu yetu haijapoteza. Lakini haujapoteza, umedondosha alama ngapi kwenye hizo mechi ambazo umecheza na hujapoteza kwa maana ya kufunga? Unapata alama moja lakini unaangusha alama mbili. Unaangusha 2 unapata alama moja. Hapo ndipo ambapo kumatenganisha wao na wale ambao wako juu. Ndio maana unaona Simba amepoteza mechi moja, Yanga amepoteza mechi moja, Azam amepoteza mechi moja. Lakini
wao wako mbali na hao wengine, hawajafikia kwenye ile fungu la timu ambazo zimekusanya alama 50 kwa sababu hizo sare ambazo wamezipata. Sawa sawa. Kwa hapo ndipo ambapo nasema wao wamejitoa kwenye hilo kundi kwa sababu ya hizo sare nyingi ambazo wamezipata, ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba wako salama kwenye kuto kufungwa, lakini namba ambazo walikuwa wanazikusanya zilikuwa zinapunguza kufikia alama ambazo wengine wamefikia. Kwa hiyo vita ya hawa wawili wa pale juu ndio ambayo inabakia kuwa hai zaidi. Na kwa nini? Hata wenyewe walivyokutana, unaona jinsi ambavyo walishindana kwa kiasi kikubwa. Waligawana alama. Last season Simba alisago dhidi ya Yanga kwa sababu walimchangia alama nyingi kwenye mbio za ubingwa. Hata mechi ya mwisho pia ambayo iliamua, Yanga alichukua alama mbele ya Simba Sports Club. Msimu huu tayari ameshakutana mara 2 kwenye mechi za ligi. Mechi ya kwanza Zanzibar ilimalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Lakini wakati wanarudiana kwenye mechi ambayo alicheza Dar es Salaam imemalizika kwa sare ya magoli 2-2. Kwa wao wenyewe tayari ameshamalizana. Sasa kilichobakia ni against wapinzani wengine ambao wako kwenye makundi mengine ya huko chini, ambapo kila mmoja anaamini kwamba kama wenyewe tumeshamalizana kwa design hii, basi hawa chini pia naweza nikapambana vizuri na kupata matokeo against them. Tuanzie hapo hapo kwenye wapinzani wa Yanga kwenye mechi zijazo, na swali kubwa Andrea Kingamkono ni kwamba bado mechi 7 kwa kila timu ambazo zinashiriki ligi kuu NBC Tanzania bara, na hizi ndio mechi 5 zijazo kwa wananchi. Young Africans, Michael Yera ametoka kuzungumzia hapa na akaigusa Yanga, na tumeona tuzitazame mechi 5 za wananchi Young Africans. Yanga watakuwa na kibarua kizito katika mchezo wao ujao dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia Yanga watapepetana na Namungo FC kwa maana ya wao watakuwa nyumbani, lakini Yanga itawalazimu kwenda kule mkoani Kigoma kucheza na Mashujaa FC. Wakati huo huo Fountain Gate watakuwa nyumbani wakiwaalika wananchi Young Africans, na mchezo wa 5 itakuwa ni mechi ya Yanga na Azam FC kabla ya kukutana kwenye mechi ya nusu finali ya kombe la CRDB Federation. Karibu sana Andrea Kingamkono. Ukiangalia kwa ratiba hiyo unaona ni ratiba ngumu. Ndio. Kwa sababu kuna watu ambao wanakuja kumpa ushindani Yanga, na historia kidogo na ule umiliki inaonekana ndio hicho kinachoonekana kuleta. Au tunarudi kwamba kwenye uhalisia wa mambo, baadhi ya wachezaji wengi sana ambao wameshindwa kutamba kwenye timu za Simba na Yanga na Azam, tuseme Yanga, Simba, Azam, wengi wao ndio wanaokuta hapo Singida. Wako Singida na hata wengine, na wengine wametoka Singida wamekuja Yanga au wameenda Simba na wakacheza mpira. Kwa hiyo unaona ni viwango ambavyo nao hapo huko walipotoka Singida wamekuja kwenye hizo timu mbili Yanga na Simba, na wenyewe wameonyesha kiwango kikubwa na wameonyesha mabadiliko makubwa kwenye hizo timu walizokwenda kucheza. Unamuona Chama Simba amekuja pale ameleta mchango mkubwa. Unamuona Damaro Yanga ana mchango wake. Unaona? Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana hadhi ya kucheza Simba na Yanga. Umemtaja Chama wa Simba, Chama wa Yanga, Chama wa Singida. Ni kama Chama watatu tofauti. Bado ni Chama Chama. Chama kwa Chama. Japokuwa matumizi yanaweza kuwa tofauti. Unajua unaweza kusema ni tofauti wa Yanga, lakini kutokana na aina ya matumizi ambayo Yanga walikuwa wanamtumia. Na makocha wa Yanga walikuwa wanamtumia. Amekwenda Singida akakutana na kocha mwingine, akampa matumaini mengine, akaanza kubadilika. Amekwenda Simba amekutana na kocha mwingine, amemwamini zaidi, anampa nafasi zaidi. Amebadilika na anaonyesha kile alichokuwa nacho. Lakini Chama ni Chama. Chama bado ni Chama. Kwa hiyo unaona mechi zile ya Singida, unaona mechi nyingine ambayo kwenye makaratasi inaonekana mechi ngumu. Unaona kwa sababu ya aina kikosi kingine, na tunategemea kwa sababu Kimoto ameingia pale na Muibu Khan, tunategemea kuiona Singida, hasa ukiona performance yao walioleta kwenye mechi zake za kadhaa za ligi. Japokuwa mechi yao ya CRDB Federation walifungwa na Coast Union kwa penalty, labda hapo unaweza kusema mbona wamefungwa na Coast Union kwa penalty, lakini mpira wakati mwingine hauna hizo habari. Achilia mbali kwenye CRDB, kwenye ligi pia walifungwa na Coast Union. Umeona? Lakini umeona matokeo yao. Sio kwenye penalty, walifungwa kwenye open play. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona Singida kama inaweza kuja kuwapa ushindani mkubwa Yanga. Mwingine unaweza kusema anacheza mechi dhidi ya Namungo, na mechi dhidi ya Namungo Dar es Salaam. Namungo mara nyingi mechi yao ya msimu huu ilikuwa na maswali mengi sana. Namungo walionyesha kiwango kikubwa sana walivyocheza kule Ruangwa. Lakini Dar es Salaam mara nyingi waga anafanya vizuri. Kwa hiyo bado unategemea kile kiwango ambacho kilionyeshwa Ruangwa kitakuja kuonyeshwa Dar es Salaam. Na kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu unamwona Namungo kati ya zile timu 6 zenye pointi 20 ambazo wakati wote wakizubaa wanaenda kucheza kwenye playoff. Wakikaa vibaya tu. Yaani ukikaa vibaya unaenda kwenye playoff. Kama wakikaa vibaya wanaenda kucheza kwenye playoff. Kwa hiyo nadhani ni sehemu ambayo unamwona Namungo na Mgunda wana haja ya kurudi kuonyesha. Na hasa wanaweza kuchukua kopi ya kile alichofanya
mwenzao Aman Josia. Kwenye hizi 5 ipi ambayo wewe unaiona ngumu zaidi kwa wananchi? Mechi ngumu kwa wananchi zaidi naiona mechi zidi ya Azam na naona ni mechi nyingine ngumu. Japokuwa na wenyewe wanapataga matokeo zidi ya Azam, lakini naiona ngumu kwa sababu wamekutana mara nyingi na unaona hii mechi ambayo wanakutana kama inawapa inaelekea kwenye nusu finali ya CRB Federation Cup. Kwa hiyo ni mechi ambazo naamini Ibenge hata kubali kupoteza kwa mara nyingine mfululizo. Umeona? Kwa hiyo anahitaji kuhakikisha kwamba timu yake inapata matokeo na watu wanaamini hivyo. Na wengi wanaamini kwamba hii ni mechi ambayo wao Azam wana nafasi ya kuleta mabadiliko kwenye ligi. Kama kuna mechi ambayo watu walikuwa wanaiona Yanga inaweza kupoteza pointi, basi ni mechi zidi ya Azam. Katika hizo kundi lilokaa Yanga ilikuwa inapewa nafasi kuliko hata Dodoma Jiji. Dodoma Jiji kama ilikuja kuwashangaza wangu kwa sababu muda mwingi ilikuwa inapoteza. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga ni mechi ambayo wanaitazama na hata wenyewe Yanga watakuwa wanaitazama kwa jicho jingine. Vipi mechi ya Yanga na Mashujaa ama Mashujaa na wananchi Yanga? Mashujaa atakuwa nyumbani. Mashujaa atakuwa nyumbani. Lake Tanganyika pale. Ni mechi itakuwa ngumu, lakini bado naona Yanga wana nafasi ya kupata matokeo. Kweli? Kabisa. Ngoja tuone hisia za kocha Michael Hiera na tathmini yake. Kocha, wananchi wana mechi 7 zilizobaki, lakini viwanjani tumechagua mechi 5 za kwanza ambazo Yanga watakuwa kibaruani kwa siku za hivi karibuni. Yanga na Singida, Yanga na Mungo, Mashujaa Yanga, Fountain Gate Yanga, Yanga Azam FC. Una lipi la kusema kwenye hizi mechi 5 za siku za hivi karibuni kwa wananchi Young Africans? Mechi ambazo zinaweza kaamua nini ambacho Yanga anaweza kukivuna kwenye msimu huu. Ndiyo. Na ukijaribu kuangalia hapo tunazungumzia pengine walipokutana kwenye mechi zao huwa hali inakuaje. Ndio. Lakini pia mahitaji ya hizo timu kwa sasa, wanahitaji nini zaidi kwenye ligi. Sawa. Kwa kuitazama ratiba ilivyo, mechi ya Yanga dhidi ya Singida unategemea kuona kuna ushindani, japo mara nyingi Yanga amekuwa akiibuka mshindi kwenye mechi hiyo. Yanayozungumzwa mengi nyuma ya pazia na nje ya kile ambacho kinatokea kwenye dakika 90. Lakini Yanga pia kuna muda anakuonesha kwamba anashindana vizuri dhidi ya Singida kwenye mechi ambavyo wakikutana on the pitch. Kabisa. Yanga atakwenda pia ugenini kwenye michezo miwili dhidi ya Mashujaa na dhidi ya Fountain Gate. Ndio. Nafikiri kwa Mashujaa inaweza ikawa ni mechi nyingine ambayo watakutana na ushindani mzuri kutoka kwa Mashujaa kutokana na kile ambacho Mashujaa wamekionyesha kwenye mechi ambazo wamecheza hasa kwenye uwanja wa nyumbani. Wamepoteza kwenye mechi dhidi ya Simba, it's okay. Inawezekana ilikuwa ni siku ambayo wao walikuwa naamini kwamba tuko nyumbani, tuna ile comfortability ya kushinda nyumbani, lakini Simba alionyesha quality. Kwa hiyo ili Yanga naye pia aweze kushinda kwenye mechi, anatakiwa kumaximize quality yake kama ambavyo unasema Simba alifanya kwenye hiyo mechi. Unless atakutana na ushindani, kwa sababu Mashujaa ukiangalia jinsi ambavyo wanacheza, kile ambacho Julio anakifanya. Julio ni mmoja kati ya makocha ambao unajua sifa yake kubwa kwenye ligi hii ni kuwatengeneza wachezaji kisaikolojia kwenye hali ya kupambana. Achilia mbali quality ambayo ataikuta kwenye hiyo timu. Yaani ile psychological motivation ambayo anaitoa kwenye timu. Hasa unacheza dhidi ya timu kubwa. Yaani unajaribu kuunganisha vitu viwili. Automatically timu inapocheza dhidi ya Yanga na Simba, unajua kuna ile hali ya kujiaminisha nyinyi wenyewe kwamba tunaweza tukashindana. Na ni sokoni kwamba mnaenda sokoni kwamba hapa ni sehemu ya kujitangaza. Kwa sababu tunaweza tukaenda viral zaidi na mtu kukuona zaidi. Plus kile ambacho kitatoka kwenye benchi, kuna mtu ambaye naye pia anaweza kutengeneza hali ya kuona kwamba naweza nikajiamini zaidi. Japo kuna muda hamasa haiwezi kufanya kila kitu, lakini unaweza kuona kwamba inaongeza hali fulani ya kujipambania na kuona mnaweza mkapata matokeo mazuri. Kwa kwangu nafikiri ni mechi ya Mashujaa, mechi ya Azam FC zinaweza zikawa ni mechi ngumu kwa upande wa Young Africans kwenye hizo mechi 5 ambazo zimedisplay hapa. Bana, Waswahili wanasema uionapo mbari zinduna haiko mbali. Baada ya kutazama upande wa kwanza wa shilingi, tugeukie upande wa pili wa shilingi ambapo tunaitazama timu ya Simba Sports Club kwenye michezo 5 ya siku za hivi karibuni kati ya 7 ambayo imesalia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Simba Sports Club kesho atakuwa na kibarua kizito mbele ya Mangush Coastal Union ya Tanga. Mechi hii inapigwa uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Wakati huo Simba atarejea nyumbani katika uwanja wake wa nyumbani akiwaalika Dodoma Jiji, na Simba tena atacheza nyumbani dhidi ya Pamba Jiji wana Kawekamo. Baadaye tamlazimu kusafiri mpaka kule Mbeya ambapo atakuwa na kibarua kizito mbele ya Mbeya City
wagonga nyundo hawa ama wanakoma kumwanya. Wakati huo huo pia tutaishuhudia Simba ikicheza kwenye uwanja wa CCM Jamhuri pale mkoani Dodoma dhidi ya wanatamtam timu ya Mtibwa Sugar. Ukiangalia kwa ratiba inaonekana ni rahisi, lakini ni mechi ambazo zina mtego mkubwa sana kwa Simba, kwa sababu miongoni mwa mechi ambazo msimu uliopita zilimpotezea Simba malengo yake ni mechi dhidi ya Coastal Union, sare ya 2-2 Tanga. Kwa hiyo unaona kwamba ilikuwa ni KMC 2-2 ile sare ilimpotezea Simba malengo yake kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo unaona na Coastal Union ya Fikiri Elias, unaiona jinsi ilivyobadilika, unaona jinsi inavyocheza, imefanikiwa kufika nusu finali na wanajua nusu finali tena wanakutana na Simba. Kwa hiyo ni mechi mbili ambazo zitawapa Coastal Union hatua nyingine kubwa. Kwa hiyo unaona ushindani ambao Simba anategemea kupata kwa nafasi aliyopo Coastal kwenye msimamo wa ligi bado vile vile na yenyewe nafasi yake sio nzuri, sababu iko nafasi ya 14 kama sio nafasi ya 15 au 16. Umeona ina nafasi ya 12 na 13. Nadhani kwa hapo kama msemo utaletwa 15 na 16, maana yake unazungumzia na KMC, unaona kwa hiyo Mbeya City ndio iko nafasi ya 14, alama zao 21. Nafasi ya 15 itakuwa Tanzania Prisons. 11 ni Coastal. Haya, msimamo 12 Coastal 12. Msiadhibu vichwa vyenu, mtozi yupo kafanya kazi yake. Ana pointi 25. Yuko nafasi ya 12 Coastal. Umeona Namungo ndio ambaye naye yupo, unamwona na pointi 24. Kwa hiyo bado yeye Coastal yuko salama kwa sababu nafasi ya 12 wakati wote Namungo akishinda au Mbeya City akishinda anamshusha kwenye kucheza kwenye mechi za mtoano. Kwa hiyo unaona kama unatazama vizuri pia Andrea Kingamkono kutoka nafasi ya 12 mwenye pointi 25, ya 11 25, ya 10 26, ya 9 26. Zimeachana pointi moja. Kwa hiyo unaona ushindani uliopo. Kwa hiyo na hizi timu unaangalia hizo timu ambazo ziko hapo ndio nyingi zitacheza na Simba. Umeona ana Simba pale ana Mtibwa na Coastal. Ndio. Umeona? Kwa hiyo unaona jinsi gani hao watu wanapopambana kutaka kukwepa ile janga la kushuka daraja. Alafu ana Mbeya City vile Simba. Ndio. Kwa hiyo unaona kwenye hiyo orodha Simba kidogo kuangalia unaona kama ana mechi ambazo ziko za kibonde kwa sababu hao wengine wako kwenye msimamo wa nafasi mbaya. Lakini unategemea kuona ushindani kutokana na hali ya hivyo na sasa hivi unajua ubaya wa saizi ni kwamba watu timu inapocheza unakuta mkoa mzima unaamua kuwa nyuma ya timu kwa sababu wanajua akifanya mchezo timu itashuka, alafu wao Simba na Yanga ambao wanataka kuwaona mwakani hawatu waona. Kama ilivyokuwa mkoa wa Morogoro sasa hivi uko nyuma ya timu. Wako nyuma ya timu, unaona. Kwa hiyo wako nyuma ya Mtibwa kwa kuhakikisha kwamba inafanya vizuri. Kwa hiyo unakuta ile kampeni na kujipanga inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo huo ndio ushindani ambao Simba watategemea, lakini wao wanajivunia kwamba sasa hizi kuna wachezaji wao ambao wamewasajili wamekuja kuwapa kitu kipi. Hiyo ndo nafuu yao kwamba kuna watu wamekuja kuongeza kitu kipi, na hasa kurejea kwa kiwango chake kwa Chama ambao tunamzungumza sasa hivi sana. Goli zake 8. Mwalimu ameonekana kuwa mzuri sana akitokea benchi, anaweza kusoma mchezo na amefunga tayari goli 8. Kwa hiyo wana watu ambao wana vitu. Tumeketi na Mbwaduke akasema ukimwona mwalimu yuko benchi pale ni mtego. Yaani usione kama mwalimu kakaa tu pale na Steve Becker kamwacha. Ukimwona Selemani mwalimu yuko benchi mtego. Huo ni mtego. Umeona? Kwa hiyo kiambia aanze malizane kabisa. Na akianza kwa siku za hivi karibuni unamwona sio Sele yule ambaye watu wamemzoea. Sasa maana mwalimu amegundua kama mwalimu ana jicho zuri la kuona mchezo, kusoma mchezo, na unajua kuna watu wana hiyo kipaji. Miongoni mwao alikuwa Ole Gunnar Solskjaer. Ferguson alikuwa mtumii sana. Akianza dakika 90 unamwona Ole Gunnar alikuwa anapotea kabisa. Lakini akiingia kwenye game reading mzuri sana. Yani anakaa nje anaweza kuona mashimo yale, akiingia hapa anajua kwenda kuyaziba yale mashimo na anapata mambo. Kwa hiyo mwalimu ambaye amegundua iko kitu. Kwa hiyo kwa ubora wake ambao ameonyesha hiyo akiingia anawapa kitu. Na uwezo wa mpanzo ambao anauonyesha akicheza kwenye ile namba 9. Kwa hiyo nadhani ameifanya Simba kuonekana ina safu kuwa inazidi kuwa na safu imara ambayo inatumia nafasi nyingi kufunga magoli. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa hasa kutegemea na wapinzani wake waliokuwa nao, lakini unaona Simba ana nafasi zaidi ya kusogea pale juu. Labda mwenyewe afanye makosa, ashindwe kuzitumia nafasi kwa sababu timu zake anazokutana nazo nyingi ziko kwenye nafasi ambazo zinajitafuta. Umeona? Bana, baada ya kutazama mechi 5 zijazo kwa kila timu kwa maana ya Simba na Wananchi Young Africans ambao wao wanaonekana dhahiri kuwa ndio wanapambana kuwania ubingwa ligi kuu NBC Tanzania Bara, si vibaya tukikupitisha pia kutazama orodha ya wafungaji kwenye timu hizo mbili, nani ambaye anaongoza wenzake, tukianza na orodha ya wafungaji wa Yanga kwa maana ya kikosi cha Wananchi, bingwa mtetezi huyu
Kwenye orodha ya wafungaji, Prince Dube Mpumelelo kwa sasa ndo anaonekana kuwa kinara wa wafungaji kwenye kikosi cha Young Africans akiwa na jumla ya magoli 9, wakati Pacome Zouzoua yeye naye anashika nafasi ya pili akiwa na jumla ya mabao 7 ambayo ameyafunga, bila kusahau pia kuna Alan Okello naye amefunga magoli 7, na mbali na hapo yuko Mudathir Yahya Abbas ambaye naye pia amefunga jumla ya magoli 7. Kocha, hawa ndio wafungaji wa wananchi Young Africans. Idadi ya magoli ambayo imefungwa imeonekana dhahiri kutoka kila eneo, limefunga magoli ya kutosha tu. Prince Dube magoli 9, Pacome magoli 7, Alan Okello magoli 7 na Mudathir Yahya Abbas. Okello anaonekana kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye performance yake iko juu zaidi kuliko wachezaji wote wa Yanga waliosajiliwa na kupata nafasi ya kucheza dirisha dogo. Kwenye kile ambacho amedeliver kwenye klabu ya Yanga ni kikubwa, kwa sababu ameingia dirisha dogo la usajili na unamwona kwenye orodha ya wachezaji ambao amefunga magoli mengi kwenye timu. Yuko pale na magoli yake 7 ambayo amefunga, lakini bado pia amehusika kwenye upatikanaji wa magoli mengine kwa maana ya assist ambazo amezitoa ni almost 6 ambazo 7 amebalance 7 kwa 7. Amehusika kwenye magoli 14 ambayo Young Africans ameyafunga, na huenda ni mchezaji ambaye amekuwa amehusika kwenye magoli mengi kwa Yanga mpaka sasa hivi. Kwa sababu ukimwangalia pale nafasi ya kwanza ya pili na nafasi ya kwanza yuko yeye, kwa sababu ni magoli 14 ambayo amehusika nayo. Prince Dube ambaye ni top scorer na amefunga magoli 9 ametoa pasi 2 za magoli, maana yake amehusika kwenye magoli 11. Kwa bado namuona Alan Okello akiwa yupo kwenye nafasi ya juu, kwa maana yeye amehusika kwenye magoli 14. Prince amehusika kwenye magoli 11 kwenye kile ambacho amekifanya. Na hiyo orodha ambayo imeonekana hapo, selected kwa wachezaji hao 4 wamehusika kwenye, wamefunga, sio kuhusika, wamefunga magoli 30 kati ya magoli 52 ambayo Yanga wameyafunga. Maana yake ni kwamba unaona ni almost nusu ya magoli wameyafunga hawa wachezaji ambao wameonekana hapa, na hawa wanacheza kwenye mstari wa kuanzia eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la kushambulia. Mudathir unamuona yupo kwenye orodha, sio mshambuliaji pase kabisa. Kuna muda ambao anatumika kutokea kwenye eneo la katikati mwa kiwanja, lakini unamuona movement ambazo wanazifanya kuelekea kwenye lango la wapinzani, na amekuwa akitoa kitu ambacho ni kizuri kwa maana ya namba ambazo zimedisplay hapo. Lakini bado ukiwaangalia hawa washambuliaji ambao wako hapo, Prince anaongoza kwenye orodha ya ambao amefunga magoli mengi zaidi. Lakini ukiangalia kwenye performance yake msimu huu na jinsi ambavyo timu imecheza na nafasi ambayo ameipata, pengine bado anaweza akaona ni top scorer wa timu, lakini bado ana deni kwa kile ambacho amekidisplay kwenye msimu huu. Na hiyo sasa unajaribu kuhusianisha kwamba alichokifanya msimu uliopita kwa mechi alizocheza mpaka sasa, ama kwa profile ya Prince Dube Mpumelelo, uimara wake na uhodari wake, unasema kwamba amepanda au ameshuka? Grafu yake ikoje? Msimu uliopita alifunga goli 12, 13 msimu mzima wakati anacheza, na sasa kuna mechi 7 zimebaki. Ambacho nilikuwa nakiangalia hapa ni jinsi ambavyo timu inatengeneza nafasi. Na jinsi ambavyo Prince anazipata hizo nafasi. Na kwa level yake na kwa daraja ambalo yuko nalo, ambacho angetakiwa kukifanya zaidi. Akijiangalia mwenyewe anaweza akaona bado ana deni, kwa sababu kuna nafasi nyingi ambazo timu imetengeneza. Angekuwa anatakiwa kuongeza zaidi hizo namba za magoli ambazo amezifunga mpaka sasa hivi. Na ndio maana unaona kuna muda kwenye mazingira tofauti unaona jinsi ambavyo hata mwenyewe inawezekana akawa anasikitika na kile ambacho kinafanyika. Waji wake unamuonesha kwamba anapitia hiyo changamoto ya kuona kwamba nafasi ambazo tunapata ama nafasi ambayo timu inapata na jinsi ambavyo anazitumia hizo nafasi, pengine kuna wakati uwiano unakuwa au mathalan ukirejea kwenye mechi hivi majuzi Dodoma alitengenezewa nafasi nzuri sana Prince Dube. Itaniwia ugumu sana kuja kuwaeleza wajukuu zangu siku za usoni kwa hakika alikosaje goli kwenye mazingira yale. Hayakuwa mazingira Mwanambiji, yalikuwa mazingira rafiki sana, lakini alipoteza nafasi. Andrea Kinga Mkono, kwa upande wako una lipi la kuzungumza kwenye orodha ya wafungaji wa timu ya wananchi Young Africans? Prince Dube akiongoza orodha akiwa na jumla ya magoli 9 ya kufunga, lakini amezungumza kocha hapa kwamba amehusika pia kusaidia pasi 2 za usaidizi wa magoli. Dube ni mchezaji mzuri, na siku zote kwenye mpira kukosa ni sehemu ya mchezo. Mchezaji yote duniani, yote mtu yote anakosea, na mchezaji yote anakosea. Na kuna watu wanasema ili goli angekuwa fulani angekuwa mfunga, lakini kuna huyo mtu siku inakuwa
naye anakosa. Kwa hiyo ni kukosa kwa mchezaji ni kitu kizuri, lakini tunaamini kwa mshambuliaji siku zote yeye ana nafasi kubwa, kwa sababu hiyo ndio jukumu lake kubwa. Apunguze hii idadi ya kukosa kwenye mechi moja, asitoke mtupu. Unajua ndo tunasema mwalimu kwa nini anaanzia benchi, kwa sababu kuna vitu labda anavikosea. Lakini sasa Dube anaanza mechi zote, anapata nafasi kwa sehemu kubwa, lakini bado ule uwezo wake wa kufunga magoli sio mkubwa kiwango kile. Kwa kwenye mechi moja anaweza akafunga magoli 3, magoli 4, unaona, yani akupe idadi kubwa ya magoli. Kuna hoja ya msingi sana hapo umeibua Andrea Kinga Mkono. Umesema wakati fulani hivi Selemani Mwalimu anapoanzia bench, alafu kazungumza kwamba amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua sana kusoma mchezo. Hii inaweza ikampa ile legitimacy, ule upekee kwamba kuona mimi nimeanzishwa benchi, sio kwamba siwezi au sijui, lakini wakati mwingine anaweza akaitafsiri yeye kwamba mimi ndio game changer, mimi ndio badiliko la mchezo, mimi ndio tumaini la mchezo huu, na hii inaweza ikawa inampa matumaini anapokuwa anaendelea kukaa kwenye bench na wakati mwingine anaendelea kusoma mchezo. Ndio nasema kwa mtu kama Dube ambaye kwenye timu wakati mwingine tunasema kwamba Dube anakosa magoli, lakini Dube anatengeneza chances za wangapi za wenzie. Aina yake ya kukimbia, jinsi anavyojipenyeza, anawapa hao wengine wakina Mudasiri, ndio maana tunaona wanaongezeka kwenye namba zao. Kumbe yeye anahamisha mabeki anapokuwa anakimbia. Kwa hiyo inamtengenezea nafasi hao wengine wanakuja. Kwa hiyo nadhani kwake yeye Dube ni kuongeza ufanisi kwenye mpira wake wa mwisho. Kwa sababu iko ni kwa Dube kuongeza ufanisi kwenye mpira wake wa mwisho, anasema Andrea Kinga Mkono. Tazame pande wa pili wa shilingi kwa Mfalme wa Nyika na mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club, wale ambao ni vinara wa mabao. Anayeongoza kwa magoli amefunga magoli 8 tu, Clatous Chota Chama, na anayefuatia hapo ni Selemani Mwalimu Abdallah Sale Gomez. Wa pili ndiye huyo, watatu Libase Geye ambaye amefunga jumla ya magoli 5. Limpazu Kibisawala naye amefunga magoli 3 tu kwenye orodha ya wafungaji wa Simba Sports Club. Tuanzie hapo, kocha Michael Hiera. Hawa ndio Simba wafungaji wao mpaka sasa. Imeweka orodha ya wale ambao wamehusika kwenye magoli mengi zaidi wao, tofauti na ilivyo kwa upande wa pili ambao tuliangalia mwanzo kwamba wao wamezalisha magoli 30 kwenye ile orodha ya wachezaji ambao walikuwa wamechaguliwa, lakini ukiangalia kwa upande huu unaona wao wamezalisha magoli 24 kwenye hizo mechi ambazo wamecheza mpaka sasa kwenye orodha ya wachezaji hao 4. Lakini wao pia utaangalia kwa ujumla timu imefunga magoli mangapi. Wale wamefunga magoli 52 kwa timu kwa ujumla, lakini Simba wamefunga magoli 42 kwenye msimu huu kwa ujumla wake. Tofauti ya magoli 10. Kuna tofauti ya magoli 10. Kwa hao pia ambao wanacheza kwenye maeneo ya kushambulia zaidi kwa upande wa Simba, wenyewe pia wamefunga namba ambayo inapungua kidogo, kwa sababu hata kwenye ujumla wa timu namba pia magoli sio sawa sawa na ile ambayo ipo kwenye upande wa pili. Sawa. Ukijaribu kuangalia kwenye namba kama ambavyo utamzungumzia Okelo kwenye kile ambacho amekifanya Young Africans, the same utamzungumzia pia Clatous Chota Chama. Ndio. Kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili amejiunga na Simba, maximize sana namba. Wakati anajiunga na Simba alikuwa amefunga magoli 2 akiwa na Singida Black Stars. Lakini amejiunga na Simba amefunga magoli 6. Unaweza kuona namba imeongezeka mpaka kufikia magoli 8. Kwa hiyo kama ni utofauti wa magoli ambayo amefunga ni goli 1, yule amefunga 7, yeye amefunga magoli 6. Lakini bado kwenye dirisha dogo pia la usajili unaweza kuona kuna utofauti kati ya Simba na Yanga, kwa sababu dirisha dogo la usajili pia kwenye orodha limemuintroduce hapa Libase Gay kwa upande wa Simba Sports Club, ambaye naye pia unaona kwenye orodha ya wafungaji naye pia yumo. Maana yake ni kwamba ameongeza pia kitu kwenye eneo la kushambulia kwa upande wa Simba Sports Club, na namba zake zimeonekana hapo zikiwa zimechangia kwenye magoli 42 ambayo ameyafunga. Yeye pia amehusika kwenye kupatikana kwa hayo magoli. Kingine ambacho kwa Simba kinaonekana kwenye eneo la kufunga, kuna mabadiliko mengi ambayo Simba yamefanywa kwenye kipindi hiki. Kwenye kipindi cha hivi karibuni unajaribu kuangalia jinsi ambavyo timu ina flow kuelekea kwenye eneo la kushambulia. Lakini pia ufundi ambao unaonekana kwenye eneo la mwisho la kiwanja kwenye eneo la kufunga kimekuwa ni kitu kingine ambacho kimebakia kuwa ni bora kwa upande wao. Kwa sasa unaweza kuona uhatari ambao Simba huwa anauleta wakija kwenye lango lako. Ndio. Yaani sio kwamba timu ambayo unajua kuna timu ambazo zinaweza zikafika hapo kasema kwa washambuliaji hao anaweza akakosa tu nafasi.
kama ilivyo kwa Mashujaa, kuna muda hata hakutishi kwamba wanaweza akakufunga kweli hapo. Kwa hiyo wanaweza akawa wanacheza, lakini unajua kwamba kwa safu yao ushambuliaji bado wako chini sana, wako butu kiasi ambacho hawezi kufunga. The same kwa KMC nao ukiangalia wani hawakutishi, wanapofika unaona kabisa kwamba timu inaweza sikutishe hivyo wakati wanakuja kushambulia. Lakini ukiangalia Simba, yani hizi timu mbili ulizozitaja inaonekana ni kama vile nyuki wa mashineni. Hiyo sasa umesema wewe. Hawaogopi sana wakifika kwenye eneo la kushambulia. Namba pia zinazungumza ukweli kuliko mtu kuongeza kitu chochote. Waangalia wawili ambao nimekutajia wamefunga magoli mangapi kwenye ligi. Yaani Mashujaa kafunga magoli 11. KMC goli 13. Goli 13. Ndio KMC, unajua KMC ndio sehemu pekee anashinda. Ndio maana umezipanga ya kwanza Mashujaa. Ndio maana nimetaja wawili. Ya Julio hii. Alafu ya pili KMC. Ya Imani Mwalupetelo Nurdin. Umeona hao wamefunga magoli 11 kwa 13. Lakini ukiangalia kwa wengine unaona jinsi ambavyo angalau wanaweza akawa wanakutisha. Kwa hiyo Simba kuna umefurahi sana umenifurahisha. Endelea kufurahi kama maisha mafupi haya. Kweli kabisa. Iko sahihi. Iko sahihi. Yes, kwa hiyo unajaribu kuangalia hizi namba kwa Simba kwa jinsi ambavyo zimedisplay, lakini uhatari ambao huwa wanautengeneza wanapokuja kukushambulia kimekuwa ni kitu kingine ambacho kinaweza kikaa kinakutisha na kukupa uhatari na tahadhari zaidi ya jinsi gani wanatakiwa kuwazuia. Wakati hayo yakiendelea kujiri, kwa maana ya wachambuzi wangu hapa wakichambua na kudadavua kwa kina juu ya vigogo wawili wa Kariakoo, Kurwa na Doto, kwa maana ya Simba na Yanga, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Simba Ahmed Ali naye hakusita kutia neno kuzungumza juu ya mbio za ubingwa ligi kuu NBC Tanzania bara msimu huu. Malengo yapo kwa sababu nafasi ya kushindana bado iko hai. Ukimwangalia mpinzani wetu ambaye alikuwa anatutishia kwa maana akiwa anaongoza kwa alama 5, amedondosha alama, zimebaki alama 2. Alama 2 hata kama tusipozifikia, lakini zinatupa tamaa ya kuendelea kuzifukuzia, kwa sababu alama 2 ni mechi moja tu, aidha sare ama akipoteza tayari mnyama anakaa kileleni. Kwa hiyo jukumu letu sisi la msingi ni kuendelea kushinda kila mchezo wetu, ili kitokea mpinzani wetu amedondosha kwa bahati mbaya, basi tuweze kunufaika na ushindi huo. Lakini yote kwa yote sio rahisi, kwa sababu anayeshikilia pointi hizo 2 ni timu yenye uzoefu mkubwa, ni timu yenye ushindani wa hali ya juu na ni timu bora. Kwa hiyo sio rahisi kutegemea kwamba anaweza akaangusha pointi na wewe ukanufaika nazo. Muhimu kwetu Simba ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Ligi ikifikia tamati tutaangalia nani amevuna kitu gani, lakini kwetu sisi vita bado mbichi, tunaendelea kupambana na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao msimu huu tutakwenda kufanya vizuri. Huyo ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Simba Ahmed Ali akizungumzia mipango na mikakati ya wanasimba kuweza kuona anatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Mzee wa motukali mpya, uko vizuri kufikirisha kidogo. Andrea, umemsikia Ahmed Ali? Tumemsikia. Ujumbe umefika, lakini ujumbe umefika.